Ligi ya mabingwa barani Afrika inaendelea wiki hii kwa maana ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Young Africans watakuwa dimbani huko Algeria kukabiliana na JS Kabylie, wakati wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa dimbani kukabiliana na timu ya Stade Malien ya huko nchini Mali. Kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stade Malien ambao Simba watasafiri, Ahmed Ally kuna kauli ameitoa akiwazungumzia viongozi, benchi la ufundi na wachezaji kwamba kila mmoja anapaswa kujitathmini. Tunaenda kuiangalia kwa undani kauli hii kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utakaofanyika huko nchini Mali. Kauli hii ina maana gani? Mimi ni Usama Hamisi Usama, niko na Leopard John. Simba Sports Club wanacheza na Stade Malien. Lakini kufuatia kipigo alichokipata kutoka kwa Petro Atletico, Ahmed Ally kuna kauli ameitoa. Baadhi ya watu wanahisi ametoa kauli nzito sana kwamba kila mtu anapaswa kujitathmini. Direct akawataja na viongozi wa Simba kwamba na wao wanapaswa kujitathmini. Ni kweli walitendea haki mechi ya Simba na Petro Atletico? Hii kauli ina maana gani kuelekea kwenye mchezo unaokuja ligi ya mabingwa? Ni kauli ambayo inamthibitisha afisa habari klabu ya Simba, namzungumza Ahmed Ally, kwamba kuna userious kuelekea mechi dhidi ya Stade Malien ambayo binafsi yake au kama timu inatakiwa kuichukua kuelekea kwenye huu mchezo muhimu mara baada ya kupoteza mchezo wa kwanza wakiwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Petro Atletico ya nchini Rwanda, ya nchini Angola. Unakuja kuangalia wanakwenda nchini Mali, Bamako, kukipiga dhidi ya Stade Malien. Hii ni timu ambayo ni ngumu kweli kweli, na ukitazama mara kadhaa kwenye competition za CAF wameshawahi kufanya vizuri. Nitakukumbusha 2009 Stade Malien wamekwishawahi kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kutoa ubingwa mbele ya ES Setif ya nchini Algeria, mchezo ambao walitoa taji kwa mikwaju ya penalty. Maana mchezo wa kwanza walishinda bao 2-0, mchezo uliofuatia wakapoteza bao 2-0 na kwenda kwenye mikwaju ya penalty na kuweza kutoa ubingwa. Kwa hiyo wanakuja kuangalia kwenye mafanikio kwenye hii michuano ya CAF, Stade Malien wako vizuri zaidi ya Simba Sport Club ambaye yeye mara kadhaa amekuwa na struggle kwenye finali. Msimu uliopita aliweza kupoteza, lakini pia ligi ya mabingwa amekuwa akiishia robo finali mara kadhaa. Stade Malien ni timu ambayo ukiangalia katika nchi ya Mali ni klabu ambayo asilimia kubwa imekuwa ina vipaji vikubwa vya soka. Ni timu ambayo ukiatazama kwenye kikosi chao cha wachezaji 30, wana wachezaji 30 ambao wachezaji wawili ndio peke yao sio wachezaji wa raia wa Mali. Nazungumza kuna mtu ambaye ni Ivory Coast pamoja na mwingine ambaye ni Muiran. Ndio hawa wanafanya utofauti wa kimataifa ambao wako pale. Lakini ni timu ambayo kiuchezaji imekuwa bora, ina vijana wadogo. Unamzungumzia mlinzi wa zamani wa klabu ya Young Africans, hapa namzungumzia Mamadou Doumbia, yuko pale kwenye kikosi cha Stade Malien nchini Mali akiwa anafanya vizuri kweli kweli. Aina mwalimu ambao wako nao Pascal Jenin, Mfaransa huyu, falsafa yake kiuchezaji imekuwa bora muda fulani na imekuwa ikiwasaidia Stade Malien hapa ambako wamefikia. Ahmed Ally kutoka hadharani na kuzungumza kauli kama hii mbele ya hadhira, mashabiki wa Simba na wanachama ambao wao ndio wamekuwa kipaumbele kwenye klabu ya Simba kuweza kuipa mkono, ni kutoa hamasa na kujiangalia kwa benchi la ufundi, uongozi kwa ujumla, lakini pia hata kwa wachezaji kuelekea kwenye huu mchezo ambao wanakwenda kuelekea. Yani imekuwa ni sio jambo la kawaida kwa Simba kuweza kupoteza nyumbani, lazima wajiangalie mara mbili. Ndicho ambacho amemaanisha Ahmed Ally. Ni nani alitakiwa kuizungumza kati ya Ahmed Ally, Zubeda ambaye ni CEO, Crescentius Magori au Mzee Mangungu? Kati ya hawa watu wanne ni nani alipaswa kuizungumza hii kauli? Ni kweli Ahmed Ally ana hiyo haki ya kuzungumza hii kauli, kutoa maagizo, kutoa maelekezo watu wajitathmini, au ameenda kwenye nafasi ambayo si yake? Kwanza moja kwa moja tutambue kwamba Ahmed Ally naye pia ni sehemu ya viongozi wa Simba Sport Club, naye pia kwa sehemu moja ama nyingine anahusika kwenye kutoa mawazo na maoni juu ya klabu, nini kifanyike na nini ambacho kiongezewe ili madi klabu
malengo ambayo amejiwekea yafikie. Yeye binafsi yake kama ameona kuna sehemu ambayo inastahili zaidi ushauri na angalizo zaidi, ni vyema akaamua azungumze mapema kwamba binafsi yake anaamini kwa benchi la ufundi ambalo linaongozwa na mwalimu Dimitri Pantev pamoja na msaidizi wake Suleiman Matola pamoja na wakina Patrick Luemamu, wanabidi wajiangalie kwenye benchi la ufundi the same hata kwa uongozi wa juu ambao ni mabosi wake mwenyewe, kwamba kuna sehemu ambayo pengine walipwaya kwenye mchezo ambao walipoteza, ili kuelekea ili haya makosa asirudie tena kwenye mechi zijazo au kwenye mechi dhidi ya Stade Malien, lazima wawe bora na waweze kujirekebisha. Ni kitu kizuri kwenye klabu ambayo ina mafanikio, na kuona hichi ambacho amekifanya Ahmed Ally kwamba ni kudhihirisha kuna umoja na uelewano kwenye klabu na kila mmoja ana play part yake ili madi klabu iweze kufanikiwa na kufikia malengo yake ya msimu ambao amejiwekea. Kwenye ule mchezo dhidi ya Petro Atletico, ni sehemu gani ambayo kwa namna tulivyotazama ule mchezo tunaweza kusema ile ni kosa la kiongozi ndio lilisababisha Maurice Abraham agongeshe mwamba, ndio lilisababisha Elimpanzo akose balance apige mpira ovyo? Kwenye ile situation ni sehemu gani kiongozi wa Simba anastahili kubebeshwa lawama? Of course moja kwa moja huwezi kuona, maana mambo ya uongozi ni mambo ya klabu ya ndani ambayo yamekuwa yamefanyika. Sisi tunaona mambo ambayo yanafanyika ndani ya klabu, ambaye anakuja kutupia sisi taarifa ni afisa habari ambaye ni Ahmed Ally. Huwezi kuzungumza kile ambacho nini kimefanyika katika uongozi wa ndani ambao sisi hatupo humo. Tunasubiria tupate taarifa kutoka kwa mtu wa karibu wa klabu ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba, Ahmed Ally. Lakini binafsi unaweza ukaona ama usione kwa ukaribu nini ambacho kipo, maana kila mtu ana play part yake kwenye sehemu fulani. Dimitri Pantev aliplay part yake kama mwalimu kwenye ule mchezo, lakini pia wachezaji nao pia waliplay part yao kama wachezaji kwenye ule mchezo. The same hata baadhi ya viongozi waliplay part yao katika ule mchezo. Na kupoteza kwa Simba isiwe chanzo cha kuibua mambo ambayo yalikuwa hayapo kwenye ndani ya klabu. Ahmed Ally kutoka hadharani na kuja kuzungumza kauli kama hii, lengo lake sio kubomoa, ni kujenga ili madi timu ifikie malengo yake ambayo alikuwa amejiwekea kwenye msimu huu ili aweze kuafikia kwa ufasaha zaidi. Ukisikiliza alichokizungumza, anasema ili tathmini iweze kuakisiwa kwamba imefanyika, watu watazamie matokeo dhidi ya Stade Malien. Lakini kuna statement moja aliweka kwamba kama tathmini itaonyesha kuna ulazima wa kufanya mabadiliko kwenye kikosi kwa namna ya upangaji, atalazimika kufanya kwa maana ya Pantev, au akiona tathmini yake inamruhusu kuendelea na wachezaji wale ataendelea nao. Kwa mshabiki wa Simba wa kawaida kabisa ambaye yeye anaenda uwanjani kutazama matokeo, timu yake imeshinda, imefungwa, hewala, ataweza vipi kufahamu kwamba mwalimu amefanya evaluation, amefanya tathmini na kuona ni wapi alikosea, na kwenye mchezo dhidi ya Stade Malien alirekebisha makosa aliyokuwa ameyafanya? Ni eneo gani ambalo mshabiki wa kawaida kabisa anapaswa kulitazama? Of course ni aina ya uchezaji wa timu, na mpira ni mchezo wa wazi ambao kila mmoja ambaye anautazama anauona kwa upana zaidi. Yaani makosa ambayo alifanyika kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kama mwalimu katika uwanja wa mazoezi ameenda kuyafanyia kazi na kuweza kuyaondoa kweli kweli, yatakwenda kuonekana kwenye mchezo wa ugenini dhidi ya Stade Malien. Unajua kitu kimoja kwenye mpira watu wengi ambao wamekuwa hawafahamu ni kwamba game plan ambayo aliingia nayo mwalimu kwenye mchezo dhidi ya Petros akiwa nyumbani haitakuwa sawa na ile ambayo atakao kwenda kuingia nayo katika uwanja wa Stade 26 Mars kule nchini Mali katika jiji la Bamako katika mchezo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo ambao Simba itakuwa ugenini, styling play yao itakuwa ni tofauti na ile ambayo waliingia nayo kwenye mechi dhidi ya Petroleos. Aina ya kikosi mwalimu lazima ataingia na mkakati zaidi ambao umekuwepo. Hata pia kiuchezaji, namna ambavyo Petro amekuwa anacheza ni tofauti na Stade Malien ambao wamekuwa wanacheza. Petros wao muda mwingi walikuwa wanamiliki, walikuwa wanafanya possessions ya mpira, walikuwa wanafanya counter attack mara kadhaa, wakati Simba alikuwa amekuja kufanya mashambulizi. Unakuja kuangalia kwa Stade Malien, wao muda mwingi mpira wao ni ule mpira wa watu wa magharibi. Muda mwingi wanapenda kutumia ranks and then wakiwa wanakimbia sana kiwanjani. Kwa hiyo mwalimu lazima aingie na mkakati tofauti na ile mechi. Sio kwamba tu kwamba ni mechi ya ligi ya mabingwa basi mwalimu ataingia na mpango wake ule ule kwamba kwenye mechi atamweka Neo Maema, Nabi Kamara na mtu kama vile nani. Hapana. Game ama tathmini ya mwalimu kuelekea kwenye mchezo fulani lazima iwe tofauti
kutokana na timu ambayo anakwenda kucompete nao kwenye mchezo husika. Mwalimu Dimitri Pantev, kama ambavyo nimekuwa nikimzungumza mara kadhaa, ni mwalimu ambaye binafsi yangu na muhusudu kwenye eneo moja la kimbinu, kwamba ni mwalimu ambaye anafahamu mbinu zaidi ambazo anakwenda kuzitumia kwenye hizi mechi. Hawezi kukurupuka, ni lazima akazikalie chini and then azifanyie tathmini ndio aziingize kwenye timu. Kwa hiyo rai tu kwa wana Simba ni kwamba kwenye kuelekea mchezo dhidi ya Stade Malien wategemee kitu kipya kutoka kwa mwalimu wao, sio kile ambacho alikionyesha kwenye mchezo wa nyumbani dhidi ya Petro Atleticos de Rwanda ya huko nchini Angola. Mtazamaji wa The Golden Boot, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Anwar TV, lakini pia usisahau kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X, huko kote tunatumia Anwar TV.